Jini Uvira katika tarafa la Uvira ambapo muratibu wa shirika lipya la raia la mkongomani katika tarafa la Uvira ameweza kueleza visa vya mauaji dhidi ya raia ambavyo vinaendeshwa na watu wenye kumiliki silaha ambao hawajulikani katika tarafa hilo. Pia Mungu Shamamba Paul ameweza kuyasema leo wakati alipokuwa akizungumza kwa njia ya katika upande wa Uvira ambapo jeshi la taifa la Kongo FARDC na wapiganaji wazalendo kwa sasa wana uhusiano mzuri katika mji wa Uvira na tarafani humo. Yamesemwa leo na msemaji wa wapiganaji wazalendo ambaye ni Bernard Kadogotondo, na ilikuwa wakati alipokuwa akizungumza kwa njia ya simu na redio ya kijamii ya Sange. Kufuatana na yeye amesema kuwa tukio ambazo zimeweza kuripotiwa yapita sasa juma moja mjini Uvira haziwezi sababisha kuweka mwisho kwa mawasiliano yao kati ya pande hizo mbili ambazo zinatetea udongo wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Bernard Kadogotondo yuko njiani mwa simu ya Gilbert Kwangaba Jugu. Kwa milio ya risasi ambayo imesikika Uvira, bondeni mwa mto Ruzizi na katika mji wa Uvira, milio ya risasi hiyo ilianzishwa pa Uvira na watu ambao walikuwa na mioyo mibaya kwa kutaka kuingiza vurugu purukushani kati ya jeshi la wazalendo na jeshi la taifa FARDC wakipigana wao kwa wao. Acha nikwambie kwamba kulikuwa ile haikuitwa mapigano ila ilikuwa insida ambayo imetokea, na kwa hiyo insida watu walikaa chini, walisaidiana wazalendo na jeshi la FARDC kutafuta suluhisho kwa mambo ambayo yamepitika, na wamekuja kugundua kwamba kuna ule tunaita Marcelil Dormant wa M23 ndio uliona kama ilianzia Sange siku ya posho jioni ikashuka ikakwenda Luvungi ilikuwa siku ya Mungu asubuhi, na ikashuka Uvira vile ambayo imefanyika siku ya Mungu na saa 11. Wale waliofanya ile vitendo ni tunaita watu ambao wametumwa na ule Marcelil Dormant wa M23. Jeshi la taifa na jeshi la wazalendo wanaendelea kutumika pamoja kwa kupiganisha adui wetu mmoja ambaye ni Rwanda. Tuendelee na habari zetu tukikwambia kwamba ni siku ya 11 sasa ya kufuatana ile usiku ya kwanza ya maandamano ya kuketi ambayo yanaendeshwa na waganga mbele ya ofisi ya division jimboni ya mambo ya afya DPS kwa kifupi katika jimbo la Kivu Kusini mjini Uvira. Kufuatana na tovuti ya KivuTime.com imesema kuwa waganga hao wanadai kuweza kuwa kwa usawa kwa mishahara yao ambayo wanaipata, pia kulipwa kwa mishahara yao ya nyuma ambayo bado haijalipwa. Wanadai pia kuweza kukubali kwa wale watumishi waganga wapya kwa ajili ya kuwaingiza nao katika namna ya kuwa wanalipwa kama wengine, hata kama wamoja wao mishahara yao inamalizia na kuishia katika mikono ya viongozi wao. Waganga hao wanalala usiku mbele ya ofisi hiyo ya DPS na kwenye mtaa wa afya wa Uvira. Tuingie mara moja katika tarafa la Fizi ambapo mapigano yameweza kuripotiwa jana pa Kinyokwe, Timbia, Ngoma, Rudabadaba, Magonjeo, Rugezi na Ngungu kati ya wapiganaji wazalendo na waasi wa Twirwaneho Android Gumino. Hao ni wafadhili wa waasi wa AFC M23. Vijiji hivyo tofauti vinapatikana katika tarafa la Fizi jimboni Kivu Kusini. Habari hizi zimeweza kutolewa kwenye kibuyu cha Sange na mratibu wa shirika la raia la mzalendo wa Kongo Sosiko RDC. Kufuatana na Kelve Buja amesema kuwa katika eneo hizo zote wale wote washiriki wa waasi wa AFC M23 ndio wameweza kuanzisha mashambulizi dhidi ya vituo vya wazalendo. Kutokana na mapigano hayo, wakaaji wameweza kukimbia kuelekea katika vijiji vingine jirani. Hali ya kujiamulia sheria imeweza kuripotiwa siku ya 5 iliyopita katika kijiji cha Chikunde ndani ya grupma ya Bugarula katika tarafa la Ijwi jimboni Kivu Kusini.
Kufuatana na tovuti ya la Presse Africaine.net imesema kuwa mapambano kati ya watu wawili ndiyo imeweza kusababisha hali hiyo na kuelekea watu waanze kupigana mipanga kati ya wakaaji wa eneo hilo. Umati umeweza kupiga mwanaume mmoja na yeye kuweza kufariki papo hapo na mwili wake kuweza kuunguza na umati huo uliokuwa na hasira. Hiyo imeweza kusababisha pia watu watatu waweze kujeruhiwa na kwa kupigwa nao mapanga na wakaaji wa upande huo. Hao wameweza kupelekwa kwenye kituo kimoja cha afya cha mahali kwa ajili ya kupata matibabu. Tutamalizia habari zetu na habari kutoka jimboni Maniema ambapo zaidi ya nyumba 1000 ndizo zimeweza kubomolewa, ambayo ni matokeo ya mvua kali ambayo imeweza kunyesha upande huo na iliyokuwa ikisindikizwa na upepo mukali siku ya 5 iliyopita ndani ya mji wa Kindu katika jimbo la Maniema. Kufuatana na tovuti ya Radio Okapi imesema kuwa kati ya nyumba hizo ambazo zimeweza kubomolewa mnapatikana shule 5 ambazo zimeweza kuguswa. Wakati wa ajali hiyo watu 5 wameweza kujeruhiwa katika upande huo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamaa hizo zote ambazo zimeweza kupatwa na maafa hao wako kwa sasa bila nyumba, na hao wameweza kuita wale watu wa moyo mwema na wafadhili wengine kwa msaada wa haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kuweza kusimamisha maafa mengine ya kiutu ambayo yanaweza kutukia zaidi kwa wakati huu ambapo watu wakaribia kuweza kufanya sherehe za sikukuu ya mwaka.